ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من البدع والضلالات والنيران، اللهم آمين. أحبة وأحباب رسول الله، أما في خطبتنا اليوم سنتحدث عن الظلم. الظلم ثلاثة أنواع. أولا، أوصي نفسي بتقوى الله عز وجل وإياكم، كما أمرنا الله سبحانه وتعالى وأثنى في آياته كثيرة ومتعددة. يقول الله تبارك وتعالى: إن للمتقين مفازا. Baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema na amani mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, na yusia nafsi yangu kama ambavyo nazihusia nafsi zenu pia katika jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwani kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ni katika mafanikio ya binadamu yoyote anayehitaji kufanikiwa katika maisha ya duniani, maisha ya kaburini na maisha ya siku ya kiyama. Ndugu yangu Muislamu, kama ambao nimesema ya kwamba tutazungumzia kunako dhuluma, na hii ni kutokana na miezi tulionayo, kwamba tuko katika miezi mitukufu kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala: inna iddata shuhuri inda Allahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa samawati wal arda minha 4 hurumun dhalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Allah subhanahu wa ta'ala akasema: inna iddata shuhuri inda Allah, hakika ya idadi ya miezi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni miezi 12. Ni miezi 12 tangu alipoumba mbingu na ardhi, kuna miezi 12, na katika hiyo miezi 12 kuna miezi 4 ni miezi mitukufu. Akasema: dhalika dinul qayyim, hiyo ndio dini ambayo ni sahihi, na huo ndio mfumo ambao ni sahihi wa mwanadamu kuweza kuishi, kuwa na mahusiano na Mola wake, kuwa na mafungamano na Mola wake, kwa sababu ibada zake zinafungamana na hii miezi. Sio haya idadi ambayo tunahesabiwa mwezi una siku 31, lakini kumbe sio siku za mwezi, ni siku za kuabudiwa kwa sanamu. Kwa hiyo mifumo ambayo ni sahihi, na hata ukitafuta mwezi wa 13 na 14 ayamul bidhu huwezi kuipata katika miezi mingine isipokuwa katika miezi ya kamaria. Kwa hiyo ukihesabu miezi hii ndio unaweza kuendana sawa sawa na kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Akasema: dhalika dinul qayyim, hiyo ndio dini iliyokuwa ya sawa sawa, huo ndio mfumo uliokuwa wa sawa sawa. Fala tadlimu fihinna anfusakum, msidhulumu au msifanye dhulma kuzifanyia nafsi zenu katika hiyo miezi. Kwa hiyo hapo wanachuoni wanatafsiri
ima ni miezi hiyo 12 yote au ni miezi hii minne ambayo ni mitukufu. Kwa hiyo kwa ujumla ni kwamba madhambi, dhulma hairuhusiwi katika miezi yote, lakini inakuwa ni ashaddu dhulman, inakuwa ni dhulma mbaya zaidi inapofanywa katika zama ambazo ni tukufu zaidi. Kwa hiyo bila shaka katika hiyo miezi minne ambayo ni mitukufu zaidi, dhulma itakuwa ni mbaya zaidi kuliko miezi mingine. Ndugu yangu Muislamu, kabla kuingia kuizungumza dhulma, nikumbushe kwanza hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallama, hadithi ya Ibn Abbas, ambayo an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallama, ma min ayami ahabbu ila Allah fiha, ma min ayami ahabbu ila Allah fiha min hadhihi al-ayami, yani ayam al-ashri dhil-hijja. Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema hakuna masiku yaliyokuwa yanapendeza zaidi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuliko masiku haya. Yani inakusudiwa hasa masiku katika lugha ya Kiarabu. Ayam inamaanisha nyakati za mchana, yani tuna usiku na mchana. Kwa hiyo mchana kwenye Kiswahili hakuna wingi wa kusema michana, lakini kwenye Kiarabu kunayo wingi wa kusema michana. Kwa hiyo hapa inakusudiwa michana yote duniani. Katika dunia hakuna michana ambayo inaokuwa ni mizuri kama michana inayopatikana katika masiku 10 ya mwezi wa Dhulhijja. Mwezi wa Dhulhijja ndio ambao unafuata. Sasa hivi tuko katika mwezi wa Dhulqaada kama tarehe 28 au 29. Kwa hiyo tunaingia katika mwezi wa Dhulhijja ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam anakusudia katika hayo masiku yake mchana wake hakuna masiku bora duniani yanayopendeza kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuliko masiku hayo 10. Masahaba wakauliza, qalu wala jihadu ya Rasulullah, wakauliza hata jihadi pia, mtu aliyepigana jihadi katika masiku mengine yasiyokuwa haya masiku 10, amali hiyo ya jihadi Mtume haiwezi kuona ndani ya masiku hayo 10? Mtume sallallahu alaihi wasallam qala walal jihadu fi sabilillah, hata jihadi katika njia ya Allah haiwezi kufikia ubora wa masiku hayo 10. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bi shay'in, rawahu al-Bukhari. Akasema isipokuwa mtu ambaye ametoka kwenye jihadi na mali yake akaishia huko, hakuna kilichorudi, sio yeye wala sio mali yake, huyu ndio atakuwa amemshinda mtu atakayefanya amali njema katika masiku haya 10. Na ndugu yangu Muislamu, masiku haya 10 manake matendo mema yanaingia, matendo mengi, ikiwepo kufunga haya masiku 10. Ikiwa mtu ana deni la Ramadhani anadaiwa, ni vizuri akafunga katika haya masiku 10, akafunga ambayo ya kukusudia ni kheri, kwa sababu anasema al-amalu salihu ma min ayami al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah, kwamba hakuna masiku ambayo ni bora amali njema ndani yake isipokuwa masiku haya 10. Ma min amalin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, kuliko masiku haya 10. Kwa hiyo amali yoyote, ukatoa sadaka, ukajikurubisha, ukasoma Qur'ani, ukafanya ibada mbalimbali utakazokuwa unaweza kuzifanya katika haya masiku 10 kwa kumtaja Allah Subhanahu wa Ta'ala, na ikiwepo siku ya 10 yenyewe ni siku ya kuchinja. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema ma min ayami al-amalu salihu fiha habbu ila Allah min hadhihi al-ayami, akasema wala lijihadu fi sabilillah, hata jihadi katika njia ya Allah haiwezi kuona ndani katika masiku haya 10 kwa ubora wake. Ndugu yangu Muislamu, hii ni fursa ambayo haitakiwi Muislamu akaiacha ikampita, bali anatakiwa kujitahidi na kuweka nia na dhamira ajikurubishe kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tukirudi katika aya ya Mwenyezi Mungu iliyosema fala tadhlimu fihinna anfusakum, katika hii miezi mitukufu ambayo miezi ya Kiislamu tunayo
mwezi ambao tunasema mwezi wa Muharram ambao ndio mwezi wa kwanza, alafu tuna Safar, alafu kuna mwezi ambao unaitwa Dhulqaada, ni katika miezi mitukufu. Yani tukitaka kwamba miezi mitukufu tuna Rajabu, tuna Dhulqaada, tuna Dhulhijja na tuna Muharram. Rajabu imeshapita. Kwa hiyo sasa hivi tuko katika mwezi wa Dhulqaada na mwezi wa Dhulhijja, na baada ya mwezi wa Dhulhijja ambao ni mwezi wa 12 tunaingia kwenye mwezi wa Muharram, ambayo yote hii ni miezi mitukufu. Mwezi wa Muharram ni mwezi wa kwanza katika mwaka wa Kiislamu, na mwezi wa Rajabu ni mwezi ambao uko katikati, lakini mwishoni ikawekwa miezi miwili ambayo ni mitukufu, mwezi wa Dhulqaada na mwezi wa Dhulhijja, kuonesha ya kwamba mwanadamu anatakiwa ahitimishe maisha yake vizuri, ahitimishe matendo yake vizuri. Wanawachuoni wakazungumza kusema kwamba adhulmu thalathatu anwa'i, dhulma ziko aina kuu tatu. Dhulma ziko aina kuu tatu. Kwa hiyo aliposema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, fala tadhlimu fihinna anfusakum, msidhulumu ndani ya miezi hiyo nafsi zenu. Anasema dhulma ziko aina kuu tatu. Dhulma ya kwanza ambayo ni dhulmul akbar, adh-dhulmu la yaghfiruhu Allah tabaraka wa Ta'ala, ni dhulma ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hatoisamehe. Yani ikiwa mtu amekufa hajatubia kutokana na dhuluma hii ambayo ni dhuluma ya ushirikina, ashiriku wal kufru wal nifaqi, ni dhuluma ambayo ni ushirikina na ukafiri na unafiki ule ambao umeficha, unadhihirisha Uislamu lakini ndani ya moyo ni ukafiri. Kwa hiyo hii ni dhuluma namba moja ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala haisamehi ikiwa mtu atakufa nayo. Na Luqmani katika surati Luqmani alimwambia mwanae, ya bunayya la tushriki billah inna shirka la dhulmun. Ili ya dhulma akasema adhulumu la yatrukuhu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ni dhulma ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala hatoiacha. Adhulumu la yatrukuhu Allah tabaraka wa Ta'ala, ni dhulma ambayo hatoiacha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yani ina maana ya kwamba dhulma hii ikifanyika, Allah Subhanahu wa Ta'ala hatoiacha mpaka siku ya Kiyama. Atahakikisha ameilipa, atahakikisha imerudishwa kwa wahusika. Na hii ni dhulumu huquqil ibadi, ni dhuluma ya kudhulumu haki za waja, haki za wanadamu, zile ambazo tunadhulumiana haki zetu, hatutendeani haki hizi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hatoacha mpaka siku ya Kiyama, atahakikisha amelipa kisasi. Hii ni dhulma ambayo leo imekithiri katika jamii yetu ya Kiislamu. Watu wanadhulumiana wao kwa wao, wanafanya dhulma na hali ya kuwa wanaona kwamba ni jambo la kawaida. Tutaendelea kutoa mifano katika aina ya dhuluma hizi zinazoendelea katika ulimwengu wa leo na katika maisha yetu ya kila siku. Akasema aina ya tatu ya dhulum, asema adhulumu yaghfiruhu Allah Ta'ala, ni dhulma ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ataisamehe. Nayo akasema hii ni dhulumu nafsi, ni dhulma ya mtu kuidhulumu nafsi yake. Mtu ambaye yaqau bitarki awamiri Allah tabaraka wa Ta'ala, kwa mtu kuacha maamrisho ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wartikabi nawahihi, na kufanya baadhi ya makatazo aliyoyakataza Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hii ni dhulma ambayo iko kati ya mtu na Mola wake. Maadamu haya ni madhambi ambayo hayajafikia kiwango cha ushirikina, hayajafikia kiwango cha ukafiri, hayajafikia kiwango cha ule unafiki ambao ni mkubwa, haya yanaitwa ni katika nini? Ni katika madhambi ya mtu kuidhulumu nafsi yake, na yanakuwa ni tahta mashiatillah. Mtu huyo akifa yuko chini ya matashi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ima ampeleke katika moto wa mwadhibu kwanza, kisha baadaye aweze kumtoa
kumtoa au anaweza akamsamehe kupitia mazuri mengine aliyoyafanya. Ndugu yangu Muislamu, dhulma ambayo siku moja Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa hadithi ya Abu Hurairah radhiyallahu anhu anasema anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam, kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema siku moja kuambia maswahaba, atadiruna mal muflisu, mnamjua mtu aliyefilisika? Maswahaba wakajibu kwa ufahamu wao, kwa uelewa wao, katika mazingira yao, katika maisha yao walioyazoea, na kufahamu mtu aliyefilisika ni mtu wa namna gani. Wakasema almuflisu fina man la dirhama lahu wala mataa. Wakasema mtu ambaye ni muflisi kwetu sisi tunavyomjua ni mtu ambaye hana pesa, ni mtu ambaye hana vitu vya ndani ya nyumba na vifaa vingine anavyovimiliki, hana. Huyu ndio mtu ambaye kafilisika. Mtume sallallahu alaihi wasallam akataka kuwahamisha katika mawazo ya kidunia, akawapeleka katika mawazo ya kiakhera. Akasema fa innal muflisa min ummati, hakika muflisi wa kikweli kweli katika umma wangu, mayati yaumal qiyama, ni yule ambaye atakuja siku ya kiyama, biswalatin, ameswali sana swala za faradhi mpaka za sunna nazo, wasiyamin, na amefunga sana funga za faradhi na za sunna kafunga, wa zakatin, na amekuja na zaka ambaye ametoa zaka ya faradhi na sadaka nyingi katoa na ibada zinginezo kazifanya. Yati, atakuja siku hiyo, kad shatama hadha, alimtukana huyu, wa kadhafa hadha, na alimsingizia huyu kwamba ni mzinifu, ni kadha wa kadha, wa kadhafa hadha, wasafaka damma hadha, na alikuja akiwa amemwaga damu, amemuua fulani na fulani na fulani. Leo tunashuhudia katika ulimwengu mauaji yanayoendelea, wanaouawa bila haki yoyote. Hadha dhulumun, hii ni dhulma ambayo Allah subhanahu wa ta'ala hatoiacha mpaka siku ya kiyama, hatoiacha mpaka siku ya kiyama. Wasafaka damma hadha, na akamwaga damu ya huyu, wadaraba hadha, na akampiga huyu. Ima amempiga, ameruhusiwa kisheria, lakini akampiga kipigo ambacho kinapitiliza. Ni wangapi leo wanawake wanapigwa katika majumba yao vipigo ambavyo sio stahiki yao, na wanajeruhiwa, pamoja na Mungu ameidhinisha, Mtume kaidhinisha, lakini wapi Mtume kasema ajeruhiwe mwanamke? Amesema aumizwe, avunjwe mguu au apigwe mpaka aachiwe jeraha. Ni wapi katika mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam? Ni wapi katika watoto wanaopigwa mashuleni mpaka wengine wanavunjwa na wanaachiwa alama mbalimbali, na mtu hawezi kumkumbuka mwalimu wake ila akiangalia kovu aliyokuwa amepigwa shuleni? Hadha dhulumu, hii ni dhuluma katika dhuluma ambazo hatoziacha Allah siku ya kiyama. Akasema Mtume sallallahu alayhi wasallama, fayuta hadha min hasanatihi, kwa sababu aliswali sana na alifunga sana, itachukuliwa katika mema yake, atapewa huyu aliyempiga au aliyemuua au aliyemsingizia. Fayuta hadha min hasanatihi wa yuta hadha min hasanatihi, atapewa huyu katika mema yake na huyu katika mema yake. Fa in faniyat min hasanatihi qabla an yuqda alayhi, ikiwa mema yake atafilisika, ameishiwa kabla hajamaliza madeni yake anayodaiwa, ukhidha min khatayahum, yatachukuliwa makosa ya wale watu waliowadhulumu, faturihat alayhi, kisha abebeshwe yeye, atupiwe yeye, thumma turiha fil nar, kisha atupiwe katika moto. Waliyadhi billahi min dhalika. Hii ndiyo dhulma ambayo imejiri, ambayo inaendelea katika miamala mingi, katika maisha yetu mengi tunayoyaishi, ni maisha ya kidhulma,
Ni kila Muislamu anapaswa kujua ya kwamba yeye anadhulumu upande gani katika watu waliomzunguka. Yaqulu Allahu tabaraka wa taala, wama kana rabbuka liyuhlika alqura bidhulumin, hakuwa Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kuangamiza vijiji bidhulumin, kwa sababu ya ushirikina, kwa sababu ya ukafiri, kwa sababu ya unafiki. Hakuwa Allah ni mwenye kuangamiza kwa sababu hiyo, lakini Allah subhanahu wa ta'ala atawaangamiza watu kwa dhuluma wanazofanyiana wao kwa wao. Dhuluma ambazo wanafanyiana wao kwa wao, hizi ndizo ambazo zitapelekea wao waangamizwe, wao wafanyiwe yale ambayo walifanyiwa kaumu zilizotangulia. Ndugu yangu Muislamu, dhuluma hizi kama hatutoziacha, hata kama wewe ukawa ni taifa ambalo ni maarufu na una nguvu sana, lakini kama unafanya dhuluma, usitegemee kwamba utafaulu, usitegemee kwamba utapona, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hatokuacha, atalipiza kisasi. Allah subhanahu wa ta'ala akikuacha hapa duniani, jua ya kwamba siku ya kiyama hauwezi ukabaki salama. Ndugu yangu Muislamu, Allah subhanahu wa ta'ala, ziko aya nyingi ambazo anazungumzia juu ya mambo haya. Vile vile Allah anasema, walaqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan liyaquma an-nasu bil qisti, tumetuma sisi mitume bil bayyinati al mu'jizati wal hujaji al bahira, kwa hoja zenye nguvu, al-qati'a. Tumewatuma manabii na mitume mbalimbali. Wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan, na tukawateremshia kitabu, sheria, miongozo, na tukawapa mizani. Mizani ni haki, mizani ni uadilifu, wafanye uadilifu. Liyaquma an-nasu bil qisti, ili watu wasimame kuishi kwa kutendeana haki, watu waishi kwa kutendeana haki. Wa anzalna alhadida fihi ba'sun shadidun, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema, na tukaumba chuma, tukatengeneza, tukawapa chuma vyuma, kwa maana ya kwamba vyuma vinatumika kutengeneza silaha, kwa maana ya kwamba inaposhindikana watu kutendeana uadilifu, kitakachotembea ni chuma, kitakachotembea ni upanga. Wa anzalna alhadida fihi ba'sun shadidun wa manafi'u linnas, chuma ina manufaa mengine mengi, lakini miongoni mwa manufaa ya chuma ni kutengeneza silaha. Kwa maana watu wakidhulumiana haki zao, wakiacha kutendeana haki zao, kitakachoibuka hapo usitegemee, ni upanga, ni silaha ndio ambazo zitakazofanya kazi. Ndugu yangu Muislamu, kila mmoja achunge nafsi yake, na ni wapi anafanya dhulma aweze kuiacha dhulma ambayo anaifanya. Aqulu qawli hadha astaghfirullah alazim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama, amma ba'd. Ndugu yangu Muislamu, tunazungumzia dhulma. Haijalishi anayedhulumiwa ni nani, dhulma haifai kumdhulumu yoyote, awe Muislamu awe sio Muislamu, dhulma haifai. Na hasa dhulma ambayo ni ya kudhulumiana katika haki zetu, dhulma ambayo ni ya kudhulumu haki za watu wengine, dhulma ambayo inasababisha madhara kwa watu wengine. Mtume sallallahu alayhi wasallama alisema katika maneno yake, Allahumma inni uharriju haqqa du'aifaini al-yatim wal mar'a. Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema, ewe Mwenyezi Mungu, hakika mimi ninatupia uzito poteza haki ya watu madhaifu, ya watu madhaifu. Mimi namtakia uzito, Allah ampe uzito
mtu ambaye anapoteza haki za watu madhaifu. Akataja sampo ya watu madhaifu, akasema aliyatimu walmar'a, ni yatima na mwanamke. Hawa ndio viumbe ambao mara nyingi wanadhulumiwa. Katika watu ambao wanapata dhulma kubwa ni viumbe ambao ni dhaifu. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah anayo maneno yake akiwa anasema, wa umuru nasi tasaqimu fi dunya, mambo ya watu yatanyooka vizuri katika hii dunia, ma al-adli alladhi fihi liishtiraku fi anwa'i al-ithmi akthar, pamoja na kuwepo uadilifu. Mambo ya watu yatanyooka, yatakaa sawa sawa kwa kuwepo uadilifu, kwa kutendeana uadilifu, pamoja na kwamba wanashirikiana katika aina mbalimbali ya madhambi mengine. Akthara, watu hawa wanaweza wakaishi kwa kule kuwepo uadilifu katika mambo ambayo wanaishi. Hata kama kuna madhambi wanayafanya, lakini wanafanyiana uadilifu katika miamala yao. Akthara mimma tasaqimu, zaidi kuliko kunyooka kwa mambo yao, ma dhulumi, kukiwepo na dhuluma, fil huquqi, katika haki zilizoko kati yao, katika miamala yao wanayofanyiana. Akasema wa illam tashtariki fi ithmin, hata kama hawatoshirikiana katika madhambi mengine, hata kama hawatoshirikiana katika madhambi mengine, hawatofanya madhambi mengine, lakini wanadhulumiana katika haki zao, mambo yao hayawezi yakasimama, mambo yao hayawezi yakakaa sawa. Walihadha qila, na kwa ajili hii ikasemwa, inna Allaha yuqimu ad-dawlata al-adila, hakika Mwenyezi Mungu ataidumisha dola ambayo inafanya uadilifu. Wa in kanat kafiratan, hata kama dola hiyo ni dola ambayo sio ya Kiislamu, lakini maadamu inafanyiana uadilifu katika watu wake, katika wafanyakazi wake, watu hawauawi, watu hawadhulumiwi haki zao, Mwenyezi Mungu ataidumisha dola hiyo bila kujali itikadi yao. Akasema wa in kanat kafiratan wala yuqimu dawlata dhalimata, na hatoidumisha dola ambayo inafanya dhulma. Wa in kanat muslimatan, hata kama dola hiyo ni ya Kiislamu. Waqila, na ikasemwa vile vile, adunia tadumu ma'al adli wal kufri, dunia itaendelea kudumu, dunia itaendelea kuwepo pamoja na ukafiri, lakini kukiwa na uadilifu. Yani hata kama watu wanafanya mambo ya ukafiri, lakini maadamu wanatendeana haki katika haki zao, wafanyakazi hawadhulumiwi haki zao, watu hawadhulumiwi mambo ambayo ni haki zao katika maisha yao, basi hao wataendelea kudumu, dunia hiyo itaendelea kudumu. Adunia tadumu ma'al adli wal kufri wala tadumu ma'a dhulmi wal islam, na dunia haiwezi kadumu kukiwepo dhulma na Uislamu. Yani ikiwa ni Waislamu mpo na mnafanya mambo ya Uislamu, kuswali mnaswali, kufunga mnafunga, lakini mnadhulumiana haki zenu, dunia hiyo yenu haiwezi kadumu. Kwa hiyo ikiwa ni hivi, kama dunia haiwezi kudumu, kama ni dola haiwezi kudumu, basi kwa wanandoa mimbabi aula, nyumba yenye watu 5 6 wakiwa wanadhulumiana, hawatendeani haki zao, kuangamizwa ndoa hiyo, kuangamizwa nyumba hiyo ni rahisi zaidi ikiwa nchi au dola au dunia inaweza ikaangamizwa kwa sababu ya kudhulumiana watu haki zao. Ndugu yangu Muislamu, leo ni wanawake wangapi wanalia kwenye majumba kwa sababu ya kutelekezwa na waume zao? Leo ni wangapi watoto ambao wanalia wa baba zao wamewatelekeza wakawaacha na mama zao, hawataki kuangalia watoto wao wanaishi vipi, wao wameamua kutafuta maisha mengine, wakawaacha watoto wakiishi katika maisha ya kilio kila siku. Unadhani wewe unaweza ukadumu katika maisha yako?
Hata kama wale wanaojigamba kwamba ameoa mke mwingine, anatafuta utulivu kwa mke mdogo, lakini ameacha nyumba kubwa na watoto wengi wanateseka, yeye ameenda kujificha kama vile anatafutwa na serikali, akaacha familia ikiwa inateseka. Unadhani ya kwamba ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala atakuacha katika hii dunia, je, katika siku ya kiyama, siku ya kiyama hatolipa kisasi? Allah subhanahu wa ta'ala atakuacha ubaki salama? Ndugu yangu Muislamu, kinyume cha dhulma ni uadilifu. Kinyume cha dhulma ni uadilifu. Ikiwa mtu mmoja alienda kwa Umar ibn Khattabi, mwanamke alienda kwa Umar ibn Khattabi, anashtakia mume wake, anasema mume wake muda mwingi anasimama usiku kucha na mchana amefunga. Umar hakuelewa maelezo haya, akafikiri mwanamke huyo hana tatizo, amepata mwanamume ambaye ni mcha Mungu. Lakini sahaba tabi'i mmoja ambaye anaitwa Kaabi akawa amemuelewa mwanamke huyo, akajua mwanamke huyo atendewi haki yake. Akamwambia Umari, huyu mimi nimemuelewa anakusudia nini, kwamba mume wake usiku amesimama kisimamo, hampi haki yake, hamtendei haki yake, na mchana amefunga, yuko kwenye siyamu, hawezi kufungua, akamtendea haki yake. Mimi nimemuelewa ya Umar. Umar akamwambia basi wavute pembeni, wape hukumu. Sahaba tabi'i huyu anatoa hukumu, akamwambia basi wewe kama ni mtu wa ibada sana, hakikisha katika siku zako 4 siku moja usisimame kwa ajili ya kumpa mke wako haki yake. Sio analala nje ya nyumba yake, yuko ndani ya nyumba lakini anasimama anafanya ibada, akampa mpango huo kana kwamba ana wake 4, kwamba kama wanaume angekuwa na wake 4 ina maana angekuwa anatembea nyumba moja moja kwa siku 4. Basi wewe fanya siku hizi 3 huko kwa wanawake wengine, ni umefanya qiyamu laili, basi hii siku moja hakikisha unampa haki mke wako. Maneno haya yanaendana sana na maneno ya Mtume ambaye alimwambia sahaba moja, akamwambia inna lijasadika alayka haqqan, hakika mwili wako una haki ya kupumzishwa, wa inna liainika alayka haqqan, na hakika jicho lako pia lina haki ya kuangalia vile ambavyo ni vizuri, wa inna lizawjika alayka haqqan, na hakika mke wako pia anayo haki yake, faati kulli dhi haqqin haqqahu, mpe kila mwenye haki haki yake. Na huo ndio uadilifu. Mpe kila mwenye haki haki yake. Usijifanye wewe ni mcha Mungu sana, unasimama qiyamu laili sana, wewe utakuwa ni dhalim na wala hautendi haki. Je, ikiwa huyu ambaye amesimama anafanya ibada lakini akaambiwa hatendi uadilifu, vipi kwa mwanaume ambaye yeye hatendi uadilifu kwa wake zake, na yeye anaishi kwenye mpira, yeye anashinda kwenye mpira, au amemtelekeza mwanamke mwingine, haijulikani ni mke au sio mke, ameachwa au hajaachwa, anaambiwa yuko nje ya sanduku. Sanduku lipi Muislamu? Hadha dhulumun. Ndugu yangu Muislamu, dhuluma hii haiwezi kutuacha. Kama tunaishi maisha haya ya kudhulumiana, dhuluma hii haiwezi kutuacha tukabaki salama. Kokote utakapoenda itakufuata, na maisha yako hayawezi yakawa salama maadamu wewe unafanya dhuluma, unadhulumu viumbe ambavyo havina haki ya kudhulumiwa. Ndugu yangu Muislamu, fala tadhlimu fihinna anfusakum, msidhulumu nafsi zenu tukiwa katika miezi bora. Na haki za watu kama tumechukua, tuna madeni ya watu turudishe, na hizo ni katika dhuluma ambazo Mwenyezi Mungu hatozisamehe. Hata kama umekufa kwenye vita, kwenye jihadi, kama una deni Mwenyezi Mungu hatokusamehe mpaka ulipe deni la watu. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana, Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ighfir lana wal mu'minina wal mu'minat
والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. فأقم الصلاة.